Sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nianze kwa kutoa pongezi kwa waheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa Waziri wa Fedha, Waziri wa Mpango. Kwa kweli nyinyi ni mawaziri wasikivu, mnafikika, mnasikiliza na mnashaurika. Na kusema kweli, Waziri wa Fedha, mimi binafsi kwa mwaka huu nitatoa ushauri tu na kusubiria mwakani, kwa sababu ni bajeti yako ya kwanza. Hatuwezi kukupiga mishahara. Tunadhani umetoa bajeti yako, tunadhani utaisimamia vizuri. Mwakani ndio tutaanza kukuambia sehemu ambazo kwa kweli umeenda tofauti. Nianze kwa kupongeza sana kwa kuwa umeonyesha dira nzuri, na mimi ni mbunge wa awamu ya 3 leo hapa. Bajeti hii mara nyingi sana huwa tunawasema TRA, lakini mashirika mengi yanatakiwa kujifunza. Tumepiga hatua nzuri sana. Mimi sikuwepo siku 2-3 hapa, lakini ukisikiliza mjadala sijasikia hata mbunge mmoja ameshambulia TRA kama yalivyokuwa mabunge yaliyopita. Kwa nadhani kiongozi wetu wa TRA, ipokea maua yako. Asante sana. Nimeona nianze na hilo kwa sababu kiukweli tunaofanya biashara kwa sasa, TRA ni rafiki na mfanyabiashara. Kipindi chote kile wafanyabiashara wangekuwa hapa sasa hivi wanalobu mambo yao yaende, lakini leo tunazungumza bajeti bila kuchokonoa TRA. Kwa kweli wanakusanya pesa za kutosha, lakini bila kuumiza wafanyabiashara. Asanteni sana TRA na kiongozi wetu Bwana Mwendwa, mwanasiasa mwenzetu, maana nayo siasa imekusaidia. Ulikuwa meya na mimi nilikuwa mwenyekiti wa halmashauri. Imekupika, unajua jinsi ya kukaa na watu, kuwasikiliza watu, na watu wameona sasa TRA ni sehemu ambayo na watu ukikwama unaweza kwenda kupata kueleweshwa ili uweze kuendelea kulipa kodi yako. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, mimi nataka kutoa ushauri kwa Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Ni vizuri ukawa mkali. Natoa mfano, sisi tumeboresha bandari yetu ya Dar es Salaam. Imeleta mafanikio makubwa sana. Ili ukusanye, kuna mtu anaitwa dereva, Mheshimiwa, lakini mimi naamini dereva wa Tanzania ndo mtu wa mwisho kabisa. Yaani ukiondoa mtu mdogo kwenye ajiri unakuja kukutana na dereva. Tutaendeshaje hii bandari? Tutafanyaje hizi kazi maofisini kama hatumsamini dereva? Kwa nini nasema hivi Mheshimiwa dereva? Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, wafanyakazi mnapata semina. Mnapokuwa mmekaa muda mrefu mnapelekwa kupata semina, mnalipwa na posho, baadaye mnarudi kazini na morali. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, unakuta mtu mmoja ana gari 100, 200, 300 mpaka 500 Mtanzania. Yamewekwa masharti ambayo unajiuliza hawa wenzetu waliofanya hicho kitu walitoka wapi? Mimi wote 500 labda wako kwenye ruti moja. Halafu ikatokea tu siku moja leseni zao zikaisha ndani ya wiki 1-2 ziishe leseni 100, wanatakiwa kwenda kurenew. Anatakiwa aenda akasome wiki 3, akafanye mtihani. Kuna kufaulu, kuna kufeli, yani kuna kufaulu na kuna kufeli. Nauliza Mheshimiwa Spika, leo hii tukichukua huu mfano unaofanyika kwa madereva, sasa unakuta gari 30 zote umesimamisha, wamepeleka watu kwenda kusoma darasani. Mtu ana watoto 30. Madereva wanaongoza kwa kuzaa. Ana watoto 20. 8 wanadaiwa ada, huku anaishi nyumba za kupanga, na kazi yake ni mshahara wa 100,000 wa dereva. Anaenda anafeli. Nataka kujiuliza huu mfano tuugeuze kwa watu nyingi. Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, ni kuombe sana, kuna masharti ambayo tunatamani kukua, halafu tunaharibu nguvu kazi. Dereva ameendesha gari miaka 30, hana historia ya ajali, hana tatizo lolote, ana familia zinamtegemea. Unamrudisha darasani kusoma wiki 3, halafu unampa mtihani, halafu akifeli unamwambia rudi nyumbani akakae, hajui kazi nyingine yoyote. Ni kuombe sana sana Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika na Waziri, hili swala halifai, linatukwamisha. Madereva hawa ni watu wa hali ya chini sana. Huwezi kwenda kufanya mtihani huku unadaiwa hela ya familia. Huyu dereva anaishi kwa posho, ukamwambia akakae mtihani kusikiliza maelezo ya profesa, halafu ukipewa na kile cheti, kazi yake ni kukatia leseni. Ukienda kuomba nacho hata ajira ya mtendaji hakijulikani. Sasa mnatusomesha kwa ajili gani? Mimi ni kuombe sana, hatuwezi kuwa na hiyo nguvu kazi kwenda uchumi mnaotaka, lakini
Tunapotaka kwenda vizuri, mnaanza kuweka masharti ambayo hayana sababu. Tulianza leseni za vitabu, mkasema sasa hivi ni feki, twende kwenye digital. Tumekuja kwenye digital, sasa hivi tena darasani hakuna mtu anaweza kwenda kusoma, mtu wa darasa la 7. Ndio madereva wengi akasome wiki 3 kwake kuna lala njaa. Mimi siwezi kulipa posho dereva ambaye hayupo kazini. Nikuombe sana Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika na Mheshimiwa Waziri, hili uliangalia. Jambo la pili, kuna miradi ambayo serikali ninawashauri tuachane nayo. Tunatamani kuwa hivyo, lakini mimi nataka kutoa mfano. Stendi, masoko. Niambieni toka tumeanza kuboresha masoko na stendi, ni stendi ipi imefanya vizuri? Yote ni miradi mfu, lakini bado tunaendelea. Nani machinga anahitaji kuwa na soko la ghorofa 4? Nani? Yaani machinga anauza vitu vya kushika kwenye mikono, halafu yuko ghorofa ya 4. Mteja gani anapanda kwenda kununua kishikizo ghorofa ya 4? Kwa nini Tanzania nzima msiwalete wakaja kujifunza soko la Mtaka hili la Dodoma ambalo tulijenga na kupata pesa? Saa hiyo hiyo halijawahi kupelekewa hata mgambo kwenda kupiga kulazimisha watu. Tunalazimisha kuweka mapesa mengi. Unaenda stendi, unakuta stendi ina ghorofa. Msafiri anaenda Kinampanda kule, anaenda kupanda ghorofani, anasubiri kulipa nauli ya shilingi 3000. Niwaombe sana, miradi ambayo haina faida tuiache, tuliyoifanya iwe mifano, halafu tuendelee na sehemu zingine. Lakini lingine, sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, yani serikali zungumzeni lugha moja. Mheshimiwa Waziri, kuna watu wanakukwamisha huku chini. Ukienda Wizara ya Fedha kuna sauti nyingine, ukija huku kuna sauti nyingine, halmashauri huku sasa ndio usiseme, kila mtu ni mkubwa. Mheshimiwa diwani mkubwa, mkurugenzi mkubwa, afisa mapato mkubwa, hawa wote wana frustrate biashara. Kwa hiyo niwaombe sana tuliangalie hilo. Swala lingine, Mheshimiwa Naibu Spika, tunalia sana kwenda kubana matumizi ya trilioni 1.7 umesema kwenye bajeti. Mheshimiwa, kuna vitu mimi nataka tunitoe mfano. Leo nilikuwa natembea asubuhi, nafanya mazoezi yangu nimeenda Chinangali. Ni mfano hai. Kumejaa maturubai, nikawa najiuliza kuna mnada au kuna nini? Nikaingia humo ndani, nikauliza sherehe ya watumishi. Taasisi zote za serikali zina meza mle, hamna kinachouzwa. Wote wako hapa wanakula posho, wamesafiri, mmewatoa maofisini, watu wanataabika. Wana faida gani? Nani anataka kuja kujifunza utumishi? Afisa utumishi tumeweka kila halmashauri, kila idara, kila taasisi na afisa utumishi. Kwa nini asikae na taasisi yake kwenye idara yake? Unamsafirisha mtu kumtoa Lindi, kumtoa Geita, wote wako hapa kwenye vibanda tu kufundishana jinsi ya utumishi. Jamani, hii haiwezekani. Haiwezekani Mheshimiwa. Na ninaomba ukipata muda leo mchana, kwa sababu na wewe ni mtumishi, hebu tembelea Chinangali ukaone maturubai. Hebu piga hesabu, tumekodi turubai, watu wamekuja na ndege, tumetumia mafuta. Hizo karibu bilioni ngapi mnazotumia kwenye hizi sherehe? Tungepeleka kwenye kazi zingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sana, mambo yasiyokuwa na umuhimu kwenye taarifa linalotaka kwenda mbele tuachane nayo. Tunalia mafuta, tunalia nini? Watu wanakuja kufundishana watumishi. Tuna simu, tuna Zoom meeting, vyote hivi hamvioni. Haiwezekani Mheshimiwa Mwenyekiti, ni lazima tuwe na vitu vya kukubaliana. Swala lingine Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali, naendelea kushauri Mheshimiwa Waziri wa Fedha, serikali kuingia kwenye biashara ni kupoteza hela na nguvu kazi za Watanzania. Natoa mfano, sisi tuna mwekezaji mlimleta humu ndani anaitwa Moffat, sijui ana mabasi ya mwendo kasi. Tukaona anaenda Mbagala, ana basi zaidi ya 150 zinazotembea 40 na kanyimwa njia leo karibia miezi 8. Lakini serikali tuliwanunulia gari 100, tukaunda mataasisi, gari 400 zimekufa zote. Sasa hivi tena mmechukua bilioni 100 kwenda kununua mabasi. Sasa tunakuwa tunazungumza, mnarudia yale. Mheshimiwa Naibu Spika, ni vizuri serikali ikafanya kazi za wananchi. Biashara waachieni watu wengine wafanye. Tunanunua magari 100, yale 400 yenyewe yote yamelala pale Ubungo. Tunaongeza tena 100 mapya. Halafu kuna mtu ambaye amekopesha, mmempa proposal, amekopa benki, amenunua magari, hayana njia, analipa riba, hakuna kazi. Ni vizuri Mheshimiwa Waziri ukawa nalo hilo. Lakini lingine nataka nizungumze Mheshimiwa kwa ufupi sana Mheshimiwa. Kwa kifupi dakika moja, mimi ni mjumbe wa NEC. Nachaguliwa Zanzibar. Naomba nimalizie tu Mheshimiwa. Nachaguliwa Zanzibar na Tanzania bara. Sisi tumekuta maneno haya shuleni.
muungano. Rais wa Tanganyika na wa Zanzibar walichanganya udongo. Sasa hivi sisi tumechanganya mpaka damu, tumeenda mbele ya wale. Niwaombe wabunge wenzetu wa Zanzibar wajadili mambo ya Tanzania, kuanza kutugawa, kuzungumza kauli zisizokuwa na sababu, mara Sangala, mara Sato, mara Kambale, anayezungumza ni waziri. Niwaombe sana, sisi hatujui Mzanzibari, tunajua ndugu yetu Mtanzania tu. Leo hii Mheshimiwa Mwenyekiti, ukija Zanzibar, ukija Geita, 3/4 ya wachimbaji madini ni Wazanzibari. Tunawatibu, tunawalisha Sangala na wanakula Sato. Sisi tunatamani na wao kama tumepeleka Sato zikaboreshwe kule, na wao watuletee korekore tutengeneze huko kwetu, tuwafuge. Lakini kauli za ubaguzi zinazoongozwa na mawaziri, ninamuomba sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, chukua hatua. Sisi tunadhani ni kauli ya serikali. Ukiwa waziri, wewe ni serikali, ni vizuri mawaziri mchunge kauli zenu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.